Serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kipindi cha muda mfupi imeleta maendeleo katika maeneo mbalimbali katika visiwa vya Unguja na Pemba. Hayo yameelezwa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa katika hafla ya uwekaji wa jiwe la msingi katika barabara Mahonda Pangatupu Bumbwini kilomita 11.3 na daraja la Pangatupu, ikiwa ni shamra maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar. Amesema kuwa serikali ya awamu ya 8 imefanya maendeleo mbalimbali ikiwemo kujenga barabara katika maeneo mbalimbali. Ameeleza kuwa ujenzi wa barabara hiyo hautanufaisha wananchi wa Bumbwini pekee bali pia wageni wanaotoka maeneo mbalimbali. Sana wananchi, kutengeneza miundombinu ni jambo moja. Barabara zetu za lami kiwango cha leo, na naamini sote hatukuwa tukiamini hata kimoja kwamba ziko barabara za ndani feeder road zitajengwa kwenye kiwango cha lami. Leo serikali yenu ya awamu ya 8 imejitolea kwa nguvu zote kuhakikisha hata zile barabara za ndani nazo pia tunazijenga kwa kiwango cha lami kama walivyotangulia kusema viongozi. Niwaombe sana, kujenga ni hatua moja, lakini hatua ya pili ni kuilinda miundombinu hii ili iweze kudumu kwa muda mrefu sana. Niwaombe sana, miradi hii najua itamaliza na itafikia pahali itamaliza vizuri. Basi wananchi wa mkoa huu wa Kaskazini, Bumbwini na maeneo mengine, tuendelee kuitunza miradi hii ili itusaidie kwa tija yetu kabisa, kwani sote tunafahamu kuwa barabara hizi zina tija kubwa kiuchumi, kiutamaduni, kimaendeleo. Ndugu wananchi, mradi huu leo ambao nimekuja kuwekea jiwe la msingi wa barabara na daraja, tunaamini ni fursa kubwa ya utoaji wa fursa za ajira kiuchumi, kwani tulikuwa naamini tuna ukakasi. Bahati nzuri Bumbwini naijua vizuri sana, kulikuwa na ukakasi wakati mwingine hata kiuchumi. Wananchi wanaofanya biashara kulikuwa kuna ugumu wa kusafirisha mali zao kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, lakini tunaamini leo vijana wetu watapata ajira, wakiwemo wa bodaboda na wengine sasa na magari, katika kuona wanasafirisha wananchi. Lakini wale wananchi wa kilimo kutoa bidhaa zao makondeni, mashambani, kuzileta barabarani na hatimaye kuzipeleka mjini kule ambako mwenyekiti wetu amekuwa akisema siku zote. Mwenyekiti wangu najua huwa tunataniana huyu, yeye anafikiri siku zote tena nishakuwa mkuu wa mkoa wa mjini tu, kwa hiyo anaona sasa magofu ni yangu peke yangu, anasahau kama sasa na kaskazini nayo ni yangu pia. Kwa hiyo tunaamini Zanzibar nzima sasa maendeleo yatatanuka kwa ukubwa wake. Asante sana mwenyekiti. Lakini tunaamini pia itapunguza gharama. Barabara inapokuwa nzuri, inapitika, daraja nzuri, sio ile ya kuvushwa kwa viboti au ubebwe mgongoni panapokuwa na maji ili umpe mtu shilingi 2 au 3, sasa itaondoka. Manake gharama za usafiri sasa wananchi wetu wa Bumbwini na maeneo mengine kutoka sehemu moja kwenda nyingine itakuwa sasa amepata mwarobaini. Matarajio yetu serikali kuwa itakuwa kichocheo pia kikubwa cha maendeleo kiujumla ya jamii yetu katika eneo hili. Ndugu wananchi, niendelee tena kusema ujenzi wa barabara hii ni nguzo muhimu kwa maendeleo yetu, si tu ya wananchi wa Bumbwini, lakini kama mnavyojua kaskazini nayo pia ni eneo kubwa tunalolitarajia kwenye suala la uchumi na utalii kwa ujumla. Kwa hiyo kuwa na barabara nzuri huwa kunaimarisha usafiri wa watu na mazao, lakini huchochea pia biashara, huongeza upatikanaji wa huduma si tu kwenye suala la elimu, lakini bali afya na mambo mengine. Kwa ujumla maisha ya wananchi yanazidi kuboreka. Hivyo barabara hii ya kaskazini tuliyowekea jiwe la msingi leo inaunganisha kama mlivyosema kutoka maeneo ya Bububu, Mahonda, Mkokotoni. Sasa imekuwa mambo mazuri kabisa. Hata mwenyekiti wetu wakati anakuja mwenyewe anasema alitaka kupotea hapa. Hii yote ni dhamira njema serikali yenu kuletea maendeleo Unguja na Pemba.
Aidha, Waziri Kitwana ameeleza kuwa serikali inafahamu kwa wananchi ambao wameathiriwa na miundombinu hiyo, lakini itahakikisha kila mmoja anapatiwa haki yake kama inavyostahili. Serikali inatambua sana uwepo wa wananchi ambao, na hili niliseme hapa na niliseme pia, najua kwa niaba ya wizara, tunafahamu kwamba serikali inatambua uwepo wa wananchi ambao mali zao ziliathirika kutokana na ujenzi huu wa barabara. Tunafahamu hilo, lakini nawaomba na nawatia moyo sana, kaeni baridi. Wale ambao wameshalipwa tunawapa pongezi, serikali yenu iko makini kwenye jambo hili, na wale ambao wachache sana wamebakia, serikali inafanya jitihada ya kumaliza. Sitaki kutoa kiwango gani wameshalipwa watu hapa, lakini nasema kwa ujumla tunafahamu wako wachache ambao bado wanahitaji fidia kwenye baadhi ya maeneo. Niwaombe sana muendelee kuwa na subra, serikali yenu iko makini, na nataka niwaambie fedha zenu zipo. Serikali inaendelea kukamilisha utaratibu wa malipo yenu ili kuhakikishia wananchi anayestahili kulipwa kwa mujibu wa utaratibu atalipwa. Tena hii nasema sio hapa tu, kwa Unguja na Pemba. Serikali yenu inayoongozwa na Daktari Hussein Ali Mwinyi ni serikali rahimu sana, ni serikali inayojali wananchi wake bila kujali dini, bila kujali wapi unatoka, bila kujali rika. As long as wewe una haki yako, basi utapata haki yako. Tuendelee kumwombea dua Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, Mwenyezi Mungu ampe afya njema na muendeleze siha ya kuongezea pia wananchi maendeleo ndani ya visiwa vyetu. Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, ni vyema pia itambulike kuwa maendeleo yoyote yanahitaji kuwepo amani, umoja, mshikamano. Hivyo kauli mbiu yetu kama walivyotangulia wenzangu na nilivyotangulia kuisoma ya miaka 62 ya mapinduzi ya matukufu yetu, kwamba amani, umoja ndio msingi wa maendeleo yetu na mapinduzi daima. Akitoa maelezo mafupi ya kitaalamu, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mheshimiwa Ali Said Bakari ameeleza kuwa ujenzi wa barabara ya Bumbwini Pangatupu na Mahonda pamoja na daraja la Pangatupu litagharimu kiasi ya shilingi 12,972,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa barabara ya Bumbwini Pangatupu Mahonda ikijumuisha daraja la Pangatupu hadi kukamilika kwake utagharimu dola za Kimarekani 12,972,000. Kati ya dola hizo bilioni dola milioni 3,875,000 sawa na bilioni 9.68 za Kitanzania ni kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Pangatupu. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Mheshimiwa Badria Atei Masudi amesema serikali itaendelea kujenga miundombinu ya barabara sehemu mbalimbali sambamba na kuwasihi wananchi kuacha tabia ya kujenga kando kando ya barabara kwa lengo la kupunguzia hasara serikali kulipa fidia kwa wananchi hao. Kupitia uwekezaji mkubwa unaofanyika katika miundombinu ya usafiri kama muhimili wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya awamu ya 8 imeonyesha mafanikio makubwa katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ikiwa na lengo la kujenga kilomita 196.7 za barabara. Lakini hadi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tayari serikali imeshafanikiwa kujenga zaidi ya kilomita 1,084. Tunasema ni mara 5 ya lile lengo lililowekwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kutokana na hayo, tunasema kuwa ni mafanikio makubwa na ni kielelezo kikubwa cha uongozi wenye maono na vitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, serikali imejipanga kujenga kilomita 800 za barabara za mjini na vijijini, Unguja na Pemba,
lakini kujenga madaraja makubwa na barabara za juu ambazo ni flyovers. Lakini pia serikali ina malengo ya kukiunganisha kisiwa cha Tumbatu, kuunganisha barabara kutoka kaskazini kuelekea kusini, yani Nungwi hadi Chwaka. Lakini pia mipango ya serikali kupitia wizara hii ya ujenzi na uchukuzi, tunalenga pia kujenga Terminal 4 katika kiwanja cha kimataifa cha kusafiria cha Abeid Amani Karume, lakini pia kupanua runway ya kiwanja cha Pemba, kujenga uwanja wa ndege wa Nungwi, kukamilisha bandari ya Mpigaduri, lakini pia kujenga bandari ya Kizimkazi, pamoja na kuendelea kufanya maboresho makubwa katika bandari yetu ya Malindi. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia napenda kuchukua fursa hii kuwasihi sana wananchi kuacha tabia ya kujenga katika maeneo ya hifadhi ya barabara, yani road reserve. Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi inaendelea kuangalia utaratibu wa kufanya marekebisho ya sheria ili kuongeza eneo la hifadhi ya barabara kutoka sasa mita 15 hadi kufikia mita 25. Hatua hii inalenga kuipa serikali wepesi wakati wa upanuzi wa barabara na kuepusha gharama kubwa za ulipaji wa fidia kwa wananchi, ambazo mara nyingi huwa kubwa zaidi kuliko gharama za ujenzi wa barabara zenyewe. Hivyo basi, nawasihi sana wananchi wenzangu kuzingatia sheria na taratibu zilizopo. Wizara kwa kushirikiana na taasisi zake tutaendelea kuchukua hatua dhidi ya wale waliovamia maeneo ya hifadhi za barabara, sambamba na kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya matumizi sahihi ya barabara na miundombinu ambayo inaendelea kutengenezwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda pia kuchukua fursa hii kutoa pongezi za dhati kwa watendaji wenzangu wa Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kwa umahiri wao mkubwa wa kusimamia miradi mikubwa ya kimkakati, lakini pia nawapongeza wataalamu, wakandarasi pamoja na wananchi kwa ushirikiano wenu mzuri mliouonesha katika utekelezaji wa miradi hii ya maendeleo. Ushirikiano huu ni muhimu katika kuhakikisha kwamba miradi ya maendeleo inakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyokubalika. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. YouTube channel yetu VOP Online TV. Kwa habari moto moto, subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online